Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi imetangaza rasmi kufuta usajili wa Glory of Christ Church maarufu pia kama Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima kwa madai ya kutoa mahubiri ya kisiasa na yenye mwelekeo wa kuichonganisha serikali na wananchi. Katika barua rasmi iliyoandikwa Juni 2 mwaka 2025 na msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa na kutumwa kwa Askofu Gwajima, serikali imesema imechukua hatua hiyo kwa mujibu wa kifungu cha 17B na kifungu cha 2 cha sheria ya jumuiya sura ya 337 kama ilivyorekebishwa mwaka 2019. Katika siku za hivi karibuni, kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, umeonekana ukiwa katika mimbari ya kanisa la Glory of Christ Church, Kanisa la Ufufuo na Uzima, ukitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Inasomeka sehemu ya barua hiyo. Kwa mjibu wa barua hiyo, shughuli zote za kanisa hilo zinasitishwa kuanzia tarehe 2 Juni mwaka 2025 na haziruhusiwi kuendelea katika eneo lolote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mamlaka niliyopewa, ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia inafuta usajili wa Glory of Christ Church, Kanisa la Ufufuo na Uzima kuanzia leo tarehe 2 Juni mwaka 2025. Hivyo unatakiwa kusitisha shughuli za kanisa lako mara moja, ameandika msajili Kihampa. Aidha, serikali imesisitiza kuwa kanisa hilo lina haki ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo ndani ya siku 21 kwa mujibu wa kifungu cha 19 ibara ya kwanza cha sheria ya jumuiya. Mpaka sasa Askofu Josephat Gwajima hajatoa tamko rasmi kuhusu hatua hiyo ya serikali ya kulifutia usajili kanisa lake hilo, na hii inajiri ikiwa ni siku moja tu imepita tangu Askofu Josephat Gwajima atangaze msimamo wake wa kuendelea kukemea vitendo vya utekaji vinavyoendelea nchini Tanzania. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania.